Lengo la kuja kutembea hapa hili gala la National Cereals and Produce Board ni kuangalia ile idadi. Tuko nayo kweli katika takwimu zetu kwenye computers, tunajua ni ngapi zimeingia leo, ngapi zimetoka. Lakini pia tunapenda pia kuwaona wakulima, tuwasikie vile wenyewe wakulima wanasema, kwa sababu mawazo yao pia yatatusaidia kuhakikisha ya kwamba hii kazi tunayofanya, je, inasaidia kweli ama kuna upungufu fulani, ndio watupatie maoni zaidi tuweze kujua. Tuko na fertilizer ya kutosha, na pia tumetembea tukaona ya kwamba wakulima wametuuliza jambo moja ama mawili, ya kwamba wanapokuja wao ni wengi, na katika ile process ya kuthibitisha kitambulisho, ile mtu anataka ameredeem, kwa vile ni wengi, wengine wanakuja mapema zaidi hadi saa 12 ama saa 11. Maofisa wetu kutoka NCPP wanajaribu kuwasaidia, lakini wakulima ni wengi. So pia tumeongeza wale wanaitwa wafanyikazi wa muda, yani casuals, kidogo kujaribu kuweza kusaidia. Kumbukeni sisi sote ni wakulima na mvua yote tumeona kwa wakati mmoja. Kwa hivyo kila mtu amejitokeza. Lakini hiyo tunaendelea kusaidia. Upande wa mbolea, siku ya Jumamosi tulikuwa Mombasa na kulikuwa na shehena kadhaa ambazo zilibebwa na SGR kupelekwa katika sehemu tofauti, ikiwemo Syokimau, vile vile Naivasha, ili kila gala ambalo liko sehemu ya karibu na Nairobi pamoja na hii sehemu ya kati inapata mbolea, kwa sababu wakulima wamejitokeza kwa wingi. Tunawaonuia radhi wale wakulima, ili ukiwa utaambiwa uchukue kiasi fulani uchukue na urudi kuja kuchukua ingine. Hiyo ambayo kama umeandikiwa ni yako ni 50, hata kama imepunguzwa kwa magunia 10, hiyo 10 bado utapata, ili kila tunapoongeza ndio mtu aweze kuja kuchukua. Na tunajua katika Kiambu tuko na zaidi ya wakulima 128,000, tuseme kati 128,000 ama 130,000. Hao ni wakulima wengi sana kwa yale magala ambao wako. Ndio tunakuta ya kwamba idadi inaonekana mingi. Lakini kila mmoja serikali inawahakikishia kwamba atapata ile idadi ya magunia ambayo amepata kwa ile e-voucher. Hakuna upungufu wa fertilizer. Kuanzia Jumamosi tumesongesha zaidi ya, maanake tuko na lengo ya kutoa ile ambayo iko Mombasa karibu milioni 1 ya magunia. Kumbuka tayari tulikuwa na stocks zingine zinaendelea. Kuna zile zilibakia wakati wa short rains, zikaanza kutumika wakati wa long rains. Na siku ya Jumamosi nili flag off another 1 million. Kwa hivyo zinakuja zikitumiwa SGR, pia zikitumia malori ili zifike sehemu tofauti. Kama vile juzi pia Cabinet Secretary alivyosema, ni ya kwamba kuna takriban tani that's 1.3 million ambazo bado ziko kwa bahari, zinakuja na zikifika zitasambazwa katika sehemu yote. Hata tukimaliza huu msimu tutakuwa bado tumebakia na mbolea, ili unapokuja ile short rains hakutakuwa na shortage yoyote. Najua ile mahali muhimu kabisa huwa tunaanzia ni kwa magala haya ya NCPP, ambapo tunaleta mbolea katika sehemu hizi. Hata hivyo pia sehemu za Murang'a wako na depot zingine. Pia tuko na zile zinaitwa last mile, ambapo tumefungua baadhi katika sehemu zingine ili kupunguza ule urefu ambapo wakulima wanatembea kutafuta mbolea. Kivyo vyote, lakini zile ambazo tumefungua tukisaidiana na serikali za county government, ni lazima zifikie standard fulani ya kuweka hayo magunia, kwa sababu hatutaki kukimbilia kupeleka magunia sehemu ambayo maofisa za wetu hawajakadiria na wakasema hii sasa inatosha. Kwa sababu mbolea ikiingia maji, hiyo itakuwa shida fulani, ama mbolea ikiwa haitachungwa vizuri ikipotea, hiyo itakuwa ni athari katika kwa serikali. Lakini ziko sehemu ambazo tunaita last mile ambapo mbolea zinaenda. Lakini kila tunapoendelea na hii process tunazidi kuongeza sehemu tukishirikiana na county government. Wakulima, tunaomba mkuwe na uvumilivu. Tumeongeza idadi ya wafanyikazi wale wa muda ili wafanye hii process iendelee kwa haraka. Lazima hiyo tutaendelea, lakini hatuna sababu ya kutojitahidi zaidi kama serikali. We will continue, na tukiona idadi ya wale wafanyikazi wa serikali ni wachache, tutaendelea kuongeza wale wanaitwa casuals ku assist, ili wakulima wapate mbolea kabla mvua haijamalizika.